Rais wa nchi yetu anachaguliwa kutokana na katiba ya Tanzania. Na kisha kuchaguliwa anaapishwa. Kama ni Mkristo kwa Biblia, kama ni Muislamu kwa Qur'ani. Hatujachagua mtu asiyeamini Mungu, lakini tukimchagua tutatafuta utaratibu wa kuapisha. Hata asiyekuwa muumini tutamwapisha kwamba atailinda na kuitetea katiba ya Tanzania. Asipoilinda tunamjua ni msaliti. Tutamwapisha hata lazima kabisa kama hakimu, na kwa katiba yetu sisi si lazima mtu awe au mwanamume kuwa rais katibu, lakini tutamwapisha. Umechaguliwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, unaanza kuilinda huyu mkwanja ukatiaka na yule, lakini atatuambia ataka kusudi tuweze kumshtaki, tuweze kumshtaki kama tukio. Hapa katikati umetokea na kukuza ufaulu wa pili. Hatuwezi kuendelea kukuza katiba. Katiba ndio sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba, haiwezi kukuza. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kukuza katiba ya nchi au kuwa na rais anayeonea haya kuitetea katiba, naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameanza kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia. Baada ya kiapo hatufai. Hafai. Hawezi kuwa katika rais wa nchi yetu. Tunamchagua kwa mujibu wa katiba, tunamwapisha kwa katiba, ailinde, aitetee kwa moyo kabisa bila woga. Hawezi, hatumtaki anaweza kuwa tatizo sana, anaweza kuwa kabla hajafika kwenye vikao vyetu kwanza hai au grande au uski, lakini kitu hiki lakini kwa uwezo wetu hatufai.